Tofauti na baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu wanavyofikiri, mechi ya Mashujaa dhidi ya Simba haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo, ingawa kwenye makaratasi wenye nafasi kubwa ya kufanya vizuri ni wekundu wa Msimbazi Simba. Mashujaa wako nyumbani leo hii saa 10:15 wanatarajiwa kuingia dimbani kucheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni mechi ambayo ina mvuto wa aina yake kwa sababu kadhaa. Moja, Mashujaa wakicheza katika uwanja wao wa Lake Tanganyika pale mjini Kigoma, kwa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara hawajawahi kupoteza mchezo wowote. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji sana mechi hii, hasa baada ya kuona watani zao wa jadi Yanga ambao ndio wapo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wametoka kufungwa mabao 3-2 na Dodoma Jiji, kikiwa ni kipigo chao cha kwanza msimu huu. Kwa hiyo Simba wanahitaji sana pointi 3. Imma fa imma. Kocha Steve Barker na benchi lake la ufundi watataka kucheza mchezo wa aina yoyote ile, kumiliki zaidi, kuzuia zaidi, vyovyote vile, alimradi tu wapate pointi 3 muhimu. Lakini kwa Mashujaa wakiwa na sifa yao hii ya kutopoteza mchezo nyumbani, lakini cha ziada ni kwamba Mashujaa ndio timu inayoongoza kwa sare. Yaani wakishindwa kwa kufunga wako tayari mgawane pointi 1-1. Wanaongoza kwa kupata sare nyingi katika ligi kuu, wao wameshapata sare 11. Lakini vile vile Mashujaa ni timu ya 3 kwa ukuta imara baada ya Yanga iliyoruhusu mabao 8 mpaka sasa. Halafu kuna Simba na Azam, zote zimeruhusu mabao 9. Inayofuatia kwa ukuta imara ni Mashujaa iliyoruhusu mabao 17. Nyingine zote zimeruhusu mabao zaidi ya 17. Lakini kubwa zaidi, kiwa chini ya kocha Jamhuri Kiwelu Julio, ni kwamba kuna mvuto mwingine, kwa sababu Julio ni kocha wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ni dhahiri kwamba patakuwa na ushindani wa ziada kutoka katika benchi la ufundi, ambako hamasa ni kutoka kwa Jamhuri Kiwelu Julio. Lakini jambo lingine ni kwamba katika siku za karibuni Mashujaa ikiwa chini ya Julio imekuwa timu ngumu zaidi katika lango lake kufikiwa, kwa sababu katika mechi 5 zilizopita, kwa mfano, wao wamefunga mabao 2, wameruhusu bao 1 tu, tena ni wakati wanatoka sare ya 1-1 dhidi ya Singida Black Stars, na mabao yao 2 ni lile la 1-1 dhidi ya Singida Black Stars, halafu lingine ni lile waliloshinda kwa bao 1-0 lililowekwa wavuni na Ismail Mgunda dhidi ya TRA United ya kina Salum Ramadhani Chobwedo chini ya kocha Ndairagije. Mashujaa wakapata ushindi dhidi yao. Ni timu ambazo zote hivi karibuni zimekuwa kwenye kiwango kizuri, Singida Black Stars, TRA United, lakini Mashujaa walichofanya ni sare ya 1-1 dhidi ya Singida na ushindi wa 1-0 dhidi ya TRA United. Timu ambazo zote ziko juu yao, kwa sababu kwenye msimamo ligi kuu Tanzania bara Mashujaa wanashika nafasi ya 9 na pointi 26. Wekundu wa Msimbazi Simba wako katika nafasi ya pili kwenye msimamo ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 49 baada ya kucheza mechi 22. Ikitokea wameshinda leo hii dhidi ya Mashujaa, maana yake watatimiza pointi 52, na hivyo tofauti yao ya pointi baina yao na vinara wa ligi Yanga itakuwa pointi 2 tu. Na ndio maana mvuto uko hapo kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, na sababu nyingine mbalimbali nimejaribu kuzitaja tu baadhi. Simba katika mechi 5 zilizopita, wakati Mashujaa mechi 5 wamefunga mabao 2, wameruhusu bao 1, wakidhihirisha kwamba wao wana ukuta imara sana, lakini wakidhihirisha kwamba wao kwenye kushambulia hawako vizuri. Na ni kweli, hata kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya KMC lofunga mabao machache zaidi, mabao 10, timu zinazofuatia kwa kufunga mabao machache zaidi ni pamoja na Mashujaa na Tanzania Prisons, ambazo zote baada ya mechi 22 kila moja zimefunga mabao 11 tu. Lakini Simba mechi 5 zilizopita wao wamefunga mabao 13 wakiruhusu mabao 3, kudhihirisha namna gani ambavyo Simba ni deadly, ni hatari zaidi katika kushambulia, wanafunga sana. Sasa kwa sababu hizo ambazo zimetoka kuzigusia baadhi, tunatambua zinaweza zikawepo na nyinginezo nyingi kuelekea mchezo huu unaotarajiwa kuwa wa kuvutia sana, na mchezo ambao kila timu itapambana vya kutosha kuwania pointi 3 kama nilivyotoka kueleza. Vikosi vinatarajiwa kuwa kama ifuatavyo. Kocha Julio, mfumo wake mara nyingi huwa baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Mfumo very basic, mfumo wa kimsingi ambao humhakikishia kuwa na wachezaji wengi pindi wanaposhambuliwa, lakini wanaposhambulia kwenda kuwa wengi vile vile, kwa sababu
mawinga ndio hutumika wakati mwingine kuongeza mapana ya uwanja au kuingia ndani na kutoa fursa kwa mabeki wao wa pembeni fullbacks kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, na hivyo kuwa na wachezaji kuanzia 4 kwenda juu wanapokwenda kushambulia katika eneo la pili. Kwa sababu hiyo, hivi karibuni kikosi chake chenye nyota kadhaa anaweza kaanza na Eric Johola hapa golini, haitashangaza kuona akianza. Lakini beki wa kulia ni Gamal Asa ambaye yeye kiasili ni winga, lakini ndani ya Mashujaa hivi karibuni amekuwa akitumika zaidi kama beki wa kulia mgongoni nambari 7, kuashiria juu ya namna alivyo mzuri katika kucheza eneo la juu, maana kiasili ni winga. Lakini beki wa kushoto ni Mpoki Mwakinyuke, anafahamika na yeye katika uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi. Mabeki wa kati kuna Mohamed Musa na Samson Madeleke. Halafu katika viungo wawili pale kati, double pivot, kuna Samuel Onditi pamoja na Shabani Mgandila. Hawa ndio viungo pale kati. Lakini viungo wa pembeni kwa maana mawinga, kuna Selebwenzi, yes. Halafu upande wa kushoto ni Crispin Ngushi, mchezaji wa zamani wa Wananchi Yanga. Halafu washambuliaji wawili ni Daniel Yanga pamoja na Ismaili Mgunda, ambapo kwenye kucheza kwao matarajio ni kuona wakati mwingine Daniel Yanga ndo akienda kwenda kupambana na walinzi wakati wa timu pinzani kama mshambuliaji kinara, alafu Mgunda akiwa achezi mbali nyuma yake kusubiri mipira ya pili. Lakini wakati mwingine niye Mgunda ndiye anayekuwa mbele zaidi, Yanga anaenda pembeni kushoto kulia katika kupishana kujaribu kutengeneza nafasi, maana Yanga ni mzuri katika kuhold mipira na kuwachezesha wenzake mara kadhaa. Lakini mabeki wa pembeni kama nilivyotoka kueleza, Asa mzuri katika kupanda na ndiye muda mwingi anakuwa anaongeza mapana ya uwanja, kutoa fursa kwa Selebwenzi ambaye guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto kuwa anacheza zaidi eneo hili la kati ya beki wa kati na beki wa pembeni kwa upande huu wa kushoto wa timu pinzani. Lakini wakati mwingine kupiga mashuti mwenyewe, maana ana uwezo mkubwa wa kupiga mashuti. Vivyo hivyo kwa Crispin Ngushi ambaye guu lake lenye nguvu zaidi la kulia kutokea upande wa kushoto, manake na yeye muda mwingi atakuwa ana attack, anashambulia eneo hili, lakini pia kupata nafasi ya kupiga mashuti na guu lake la kulia ama kutoa pasi mshazari, zile diagonal passes. Mpoki Mwakinyuke kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Lakini kwa kuwa anacheza dhidi ya Simba ambayo matarajio ni kuona itamiliki zaidi mpira muda mwingi, hata hawa mawinga Selebwenzi, Crispin Ngushi, viungo kina Samuel Onditi, kina Shabani Mgandila, lakini pia kina Mgunda, Ismaili Mgunda, watakuwa wakirudi chini kwenda kuungana na mabeki wake na Mohamed Musa, Samson Madeleke, kuhakikisha wanakuwa imara katika kuzuia, kwa sababu muda mwingi watalazimika kuongeza idadi kwenye kuzuia namba kubwa ili kubinya mianya ambayo Simba wanaweza kuyatumia kujaribu kufanya attempts, majaribio ya kufunga. Na ni kwa kufanya hivyo ndio maana wamekuwa imara sana katika eneo lao kiulinzi pindi wanaposhambuliwa, kiasi ya kwamba mechi 5 wameruhusu bao moja tu. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, matarajio ni kwamba kocha Steve Barker, hii mechi kama tulivyotoka kueleza ni muhimu sana kwake. Kishinda anapunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara wa ligi ambao ni watani wa jadi Yanga. Kutoka pointi 5 zilizopo sasa, akishinda zitabaki pointi 2, huku zote zikiwa zimecheza mechi 23, kwa sababu yeye mpaka sasa amecheza mechi 22, Yanga amecheza mechi 23. Kwa sababu hiyo kikosi chake anaweza kaanza kwa namna ambayo huonekana hivi karibuni katika mechi kalikali, huwa anaanza na force 9 kwa maana mshambuliaji wa bandia, halafu mshambuliaji wa kiasili Selemani Mwalimu Gomez hutokea bench na kuingia na kuleta madhara kwa wapinzani. Kwa sababu hiyo haitashangaza kuona akianza na force 9 kwamba golikipa Mahamadu Tanja Jibo anatarajiwa kuanza pale golini Jibo, lakini beki wa kulia kama Kapombe yuko fit anaweza kaanza, lakini vinginevyo kuna David Kameta Duchu amekuwa akicheza hivi karibuni baada ya Kapombe kuumia. Lakini upande wa kushoto Nixon Kibabage anaweza kaanza, lakini haitashangaza vile vile kumwona Anthony Mligo ambaye katika mechi iliyopita Simba wakishinda mabao 4-0 dhidi ya Tanzania Prisons, Mligo alicheza vizuri sana, aling'ara sana katika siku hiyo, na hivyo haitashangaza kuona akimshawishi kocha Steve Barker akaanza tena. Mabeki wakati matarajio ni kuona Ismail Olivier Ture akiendelea kuwepo, lakini kwa kuwa Rushaine De Rock alikosekana katika mechi iliyopita kwa majeraha, kama yuko fit ndiyo pacha ambayo hucheza pamoja hapa kuhakikisha wanakuwa imara na kuanzisha mashambulizi kwenye build up. Lakini vinginevyo Simba
wana options nyingi, akiwemo Masinde, Vedastus Masinde anaweza akawepo. Akicheza Masinde na Ture, anaweza Masinde akawa kushoto, Ture kulia, vyovyote vile, lakini ndi mabeki wakati. Lakini pia wana kijana Hussein Mbegu yuko vizuri pia, anaweza akacheza. Vinginevyo Rushan De Reuck akiwa fiti, kuna uwezekano mkubwa akacheza na Ture, lakini anakuwa na viungo watatu, maana mfumo huu ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Katika viungo watatu anaweza akaanza Clatous Chota Chama, halafu akawa na Yusuf Kagoma, halafu upande mwingine akawa na Neo Maema. Anaweza akaanza hivi, au vinginevyo kwenye Neo Maema anaweza akawepo Ino Jospin Loemba, halafu kwenye washambuliaji akawa na Libase Geye kutoka upande wa kulia, upande wa kushoto Anise Ura akatokea huko, halafu katikati kukawa na Force 9 Eli Mpanzu Kibisawala. Ni katika mfumo ambao unafanya Simba iwe inashambulia zaidi kutokea, mashambulizi yake kuanzishwa zaidi kutokea pembeni kwa kina Libase Geye, kwa kina Anise Ura. Lakini wakati huo kuna baadhi ya nyakati kwenye mchezo haishangazi kuona anakuja sasa kumuingiza kuja kumuingiza Selemani Mwalimu kwenda kucheza kama mshambuliaji kinara, lakini vile vile akiamua anaweza kaja kumuingiza Alassane Maodo Kante katikati kufanya muundo uwe wa 4-2-3-1 kwa maana double pivot ya Kagoma, Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante. Kwa ufupi, Steve Barker ana options nyingi, ana machaguo mengi kwa sababu wachezaji wake hasa kutoka eneo la katikati ya mstari wa uwanja kwenda mbele, ana wachezaji wengi wako vizuri kiasi ya kwamba wakati mwingine inakuwa ngumu kumtabiri anamwezesha yupi, kwa sababu yupo Ino Jospin Loemba hapo, yupo Morris Abraham ambaye katika mechi iliyopita alianza na alicheza vizuri sana, yupo Ladak Chasambi. Ni swala la kusubiri na kuona, lakini hivi huwa anapanga mara kwa mara. Wakicheza hivi manake Eli Mpanzu ndiye Force 9, ndiye mshambuliaji bandia. Mtaji wake ni pamoja na uwezo mkubwa wa kupiga mashuti, lakini mashuti yenye kulenga shabaha, lakini vile vile kwenye kutoa assist, anatoa pasi saidizi za mabao kwa kiasi kikubwa. Libase Geye shambulia yake inafahamika ni katika eneo hili kati ya Mohamed Musa na Mpoki Mwakenyuki, anatarajiwa kuleta madhara makubwa hapo. Guu lake lenye nguvu la kushoto ni la kulia, guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto, kwa hiyo kuna uwezekano akawa na nafasi kubwa ya kufanya attempt kupiga mashuti kama ilivyokuwa ni Seura. Guu lenye nguvu la kulia, cheza yake naye sio kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kwa sababu kazi hiyo hufanywa na beki wa kushoto Nixon Kibabage ama Anthony Mligo, kama ilivyo kwa Kapombe na Duchu kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Lakini Clatous Chota Chama ni kiungo ambaye ana free roll. Yes, ana maeneo mengi ya kucheza akiwa huru, anaweza kwenda kulia, kwenda kushoto, akarudi nyuma. Chama yuko kwenye kiwango bora sana. Ameshakuwa mchezaji bora wa mechi mara 4 miongoni mwa wachezaji wanaoongoza kwa kutoa tuzo hizi kwa msimu huu. Yupo kwenye kiwango kizuri, amefunga mfululizo, amekuwa mchezaji bora katika takriban mechi 3 mfululizo. Kwa Chama ni mtaji wa kocha Steve Barker, mara nyingi akicheza nyuma ya anayekuwa anaongoza mashambulizi. Ama iwe kwa 4-2-3-1, iwe 4-4-2, iwe 4-3-3 kama nilivyotoka kueleza, vyovyote vile Chama amekuwa akicheza katika eneo hili. Yes, ukanda wote Chama anaweza kuleta madhara popote katika eneo hili, na ana jicho zuri la kuwaona wenzake na kutoa pasi saidizi. Lakini Yusuf Kagoma yeye ndo matarajio kwamba anakuwa analinda ukuta wao wenye watu 4, alafu Neo Maema mwamba katika kutoa pasi za mbali zinazofika kwa guu lake la kushoto. Yuko vizuri, amekuwa akitumika katika eneo hili na amekuwa kwenye kiwango kizuri sana. Lakini atakapoingia Ino Jospin Loemba ni fundi mwingine, kama ilivyo kwa Selemani Mwalimu Gomez. Akiingia anazidi kuongeza tishio kwa walinzi wa Mashujaa wakati Simba anakwenda kushambulia. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.